za mji wa Yerusalemu. Biblia inaeleza kwamba giza likavamia mji ule kwa kipindi cha masaa matatu. Giza hilo kibiblia lina maana gani hasa? Ni ishara ya kubeba dhambi za ulimwengu, dhambi ambazo zilitengeneza utando kama wingu giza kubwa. Karibu msikilizaji katika kipindi hiki maalum cha Ijumaa Kuu, ambapo pamoja na mambo mengine nitakueleza maana ya giza lililotokea wakati Yesu anakata roho msalabani. Mimi ni Veronica Natalis. Madhehebu mengi ya Kikristo huadhimisha siku hii kwa kukumbuka mateso na kifo cha Yesu msalabani kilichotokea zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Kulingana na Biblia, kusulubiwa na kifo cha Yesu vilitokea siku ya Ijumaa, siku moja kabla ya Sabato ya Wayahudi. Ni siku yenye umuhimu mkubwa unaohusu mpango wa Mungu kwa wanadamu. Ni siku ambayo wokovu wa wanadamu ulitimia. Hebu tuwasikilize baadhi ya waamini wa madhehebu ya Kikristo wanazungumziaje siku hii ya Ijumaa Kuu. Jina langu ninaitwa Pastor Joshua Ndaki. Ni mchungaji msaidizi wa kanisa la KLPT Bagamoyo. Ni wakati ambapo Yesu alienda kufanya vita. Alipoenda kufanya vita, huku watu wanaona giza, kumbe Yesu yuko anapigana kwa ajili ya kupata yale mamlaka yaliyoibiwa na adui. Jina langu ni Queen Yusufu. Kwanza kabisa, kifo cha Yesu kimenifundisha upendo wa kweli, upendo usio na mipaka, kwa sababu Yesu alikubali kuteseka na kufa kwa ajili yetu. Si kwa sababu tunastahili sana, hapana, bali kwa sababu alitupenda sana. Kwa majina naitwa Grace Daniel Kafula wa Mwanza, Tanzania. Ijumaa Kuu kwangu mimi ina muhimu sana kwangu. Bwana Yesu aliteswa kwa mateso makali, alisulubiwa msalabani na alikufa. Alikufa pale msalabani. Alikufa msalabani ili kuleta ukombozi kwa sisi wanadamu ambao wenye dhambi. Kwa hiyo Ijumaa Kuu mimi ina muhimu sana. Wakati huo Pontio Pilato aliyekuwa gavana wa Kirumi alikuwa na mamlaka ya kutoa hukumu ya mwisho, ingawa aliona kwamba Yesu Kristo hana hatia ya kifo, lakini aliidhinisha kutokana na shinikizo kubwa kutoka kwa umati wa watu la kumtaka Yesu asulubiwe na kuachiwa mfungwa mmoja aliyeitwa Baraba, kulingana na desturi ya wakati wa sikukuu ya Pasaka. Yesu alipitia mateso makali alipokuwa msalabani kabla ya kukata roho, na Biblia inaeleza kwamba giza lilivamia nchi yote kwa kipindi cha masaa matatu. Nimemuuliza mchungaji Lamek Lusangija kutoka kanisa la TAG lililopo wilayani Maswa mkoani Simiyu, Tanzania. Giza lile lilikuwa na maana gani hasa? Ni ishara ya kuonyesha kwamba safari ya ukombozi wa Mungu kwa wanadamu aliyemtuma Yesu Kristo imekamilika. Ni ishara ya kubeba dhambi za ulimwengu, dhambi ambazo zilitengeneza utando kama wingu giza kubwa. Maandiko yanasema katika Isaya 44 ule mstari wa 22, nimeyafuta makosa yako kama wingu zito na dhambi zako kama wingu unirudie. Katika Biblia, giza mara nyingi huashiria hukumu ya Mungu juu ya dhambi, na wakati huo Yesu Kristo alikuwa anachukua dhambi za ulimwengu, na giza lilionyesha uzito wa hukumu hiyo. Giza pia humaanisha utengano wa muda kati ya Mungu na Yesu. Kabla ya kukata roho, miongoni mwa maneno ambayo aliyasema Yesu ni kwamba Mungu wangu, mbona umeniacha? Hii ina maana moja kubwa. Mzigo wa dhambi aliyokuwa ameubeba ulimfanya ahisi kuachwa, jambo ambalo linafananishwa na giza. Msikilize tena mchungaji Lamek. Na ndio maana Yesu baada ya hapo, Biblia inasema kalia na akaisalimu ama akaitoa roho yake, kuonyesha kwamba kazi ya ukombozi imekamilika. Ndio maana leo mwanadamu akienda motoni amependa yeye. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alimaliza kazi pale msalabani katika ukombozi ambao ulifanyika zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Na sasa tunapokumbuka kufa na kufuka kwa Yesu, tunakumbuka tayari kwamba tulikwisha kombolewa na tumewekwa huru
kwa jina la Yesu. Kwa muda mfupi ilionekana kama giza, yaani dhambi na mauti vina nguvu, lakini ukweli ni kwamba huo ulikuwa mwanzo wa ushindi, kwa sababu baada ya hapo kulifuata ufufuo ambao ndio ushindi wa Yesu Kristo kwa ulimwengu. Giza lilikuwa ni ishara ya kiroho ya kile kilichokuwa kinafanyika, yaani Yesu kubeba dhambi, hukumu na maumivu ya wanadamu wote. Hii inaweza kutoa funzo gani hasa kwa Mkristo? Kwa majina naitwa Gadi, nipo Njombe au niite Mr. Pop. Siku ya Juma Kuu ndio siku pekee ambayo patanisho letu na Mungu lilipatikana pale msalabani. Kwa hiyo tunaadhimisha siku hii ya Juma Kuu kabla ya Pasaka ya ufufuo wa Yesu Kristo, kwa sababu ndio siku pekee ambayo sisi tulisamehewa dhambi zetu kwa kuteswa, kwa kupigwa kwa Yesu Kristo. Kwa mimi ninavyoelewa, ni siku ambayo Mungu alionyesha upendo mkubwa kwa wanadamu kwa kuwa Yesu alikufa ili kutukomboa watu kutoka dhambini. Kwa maana hiyo, siku ambayo tunakumbuka juu ya mateso yake na ili kuishi maisha matakatifu kutokana na kifo chake msalabani. Ishara ya kutokea giza wakati Yesu akiwa msalabani inatoa funzo kubwa hasa kwa maisha ya Mkristo. Sio tu kusikitika kwamba Yesu aliumia na kukata roho, sio tu kuomboleza kwa kuvaa nguo nyeusi ama kulia sana siku ya Juma Kuu, bali ni kugeuka na kuacha dhambi, kubadili njia mbaya na kuanza kuishi maisha matakatifu. Giza lilionyesha kwamba dhambi si jambo dogo, inasababisha giza katika maisha ya mtu. Linaonyesha hukumu na maumivu makubwa. Ni furaha ya Mungu kwamba watu watambue gharama kubwa ambayo Yesu ameilipa msalabani kwa kuacha njia zao mbaya na kutubu. Niko Kipege ni mchungaji wa kanisa la Pentecostal Holiness la mkoani Njombe, kusini mwa Tanzania. Kuna namna lazima tuelewe, watoto wa Mungu. Yesu alipokuwa msalabani amezibeba dhambi zetu. Biblia inasema kwamba Yesu akalia akasema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu alimwacha kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya uovu aliokuwa nao. Kwa maana nyingine, hata sisi pia watoto wa Mungu ambao tumeokolewa, Mungu anaweza kukaa mbali na sisi kwa sababu ya uovu ambao tutakuwa tunajihusisha nao au tunautenda au tunafanya dhambi tena kwa mara nyingine. Wakati wa giza, Yesu Kristo alikuwa amebeba kile ambacho wanadamu walipaswa kubeba, kama vile hukumu, maumivu na kutengwa, na hivyo wanadamu hawapaswi kuishi na hatia ile ile. Kuna nafasi ya msamaha na mwanzo mpya. Wakati mwingine giza lilimaanisha kwamba mwanadamu anaweza kuishi kwa imani hata asipoona mwanga, kwani imani ya kweli huonekana wakati wa giza. Msikilize tena mchungaji Kipege. Pendo wa Mungu kwetu kwa kumtoa mwanaye wa pekee Yesu Kristo akafa msalabani badala ya dhambi zetu. Kwa hiyo Yesu alitwaa dhambi zetu, alibeba mizigo yetu, alibeba shida zetu. Si jambo jema mtu aliyemjua Kristo kuanguka tena. Sasa lazima tuelewe kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye amemtoa mwanaye wa pekee akafa msalabani, na lile giza nene linaweza kutawala kwetu. Hatutakuwa na kuona, wala Mungu atakuwa mbali na sisi kwa sababu ya uovu tulio nao. Jambo jema ni kumpa Yesu maisha, lakini pia kumuishi maisha matakatifu. Kwa ufupi, ni siku ya Ijumaa Kuu kwa sababu ndio siku ambayo Yesu Kristo alikufa, na ni kuu kwa sababu ndio siku wokovu ulipatikana kwa gharama. Injili za Marko, Mathayo na Luka zinaeleza habari za Yesu kufa msalabani kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Msikilizaji, ninaamini kwamba umesikia na kujifunza mengi katika kipindi hiki maalum, na ni imani yangu kwamba umelitazama kwa uzito swala la Yesu kufa msalabani na umefanya maamuzi ya kugeuka na kutubu na kuishi maisha ya kumlingana na Bwana Yesu. Asante kwa kusikiliza kipindi hiki na kutakia maadhimisho mema ya Ijumaa Kuu na sikukuu ya Pasaka yenye ushindi na badiliko kuu katika maisha yako. Mimi ni Veronica Natalis.